kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyapate ya Ghafuri, kesho tupate ya kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakuwa maisha ya duniani isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya. Bila shaka mpo salama na mnaendelea vizuri, na karibuni sana darasani, ikiwa ni mwendelezo darasa mbalimbali kutokea hapa Tahfidh Online Madrasa. Na kimsingi na usara ni kwamba imani yetu ni kwamba unaendelea ama unastafidi, unapata faida mbalimbali kutokana na yale ambayo yanayorushwa ama yanayofanyika hapa Tahfidh Online Madrasa. Inawezekana wewe haujaungana na sisi, lakini umekuwa ni mtu mwenye kupata faida inshallah tabarakallah. Kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya moja katika mambo ya busara ukiwa umesubscribe account hii, ili uendelee kupata taarifa, content ama darasa mbalimbali ambazo zinatumwa hapa, lakini pia ukashare kwa mwingine kile ambacho wewe umestafidi nacho ama umefaidika nacho. Itakuwa ni moja katika njia ya kuonyesha upendo kubwa sana baina ya watu ama baina yenu nyinyi. Kwa hivyo hakikisha umesubscribe account yetu na share pia maudhui hizi ambazo unapata fursa ya kuzisikia. Inawezekana hujawahi kuzisikia sehemu nyingine, na hapa imekuwa ni kituo bora na ni sehemu njema ya kuweza kupata yote hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi uweze kuwa ni mmoja ya watu wenye kufocus zaidi katika mambo ya kheri. Utumie muda wako mwingi sana katika kufanya yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ili tuweze kupata radhi za Allah, sisi ni lazima sisi wenyewe tuwe tayari kupata radhi hizo za Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitahidi sana kushare maudhui hizi, lakini pia kutufuatilia kwa kina na kuweza kufanyia kazi pia, lakini pia kuwa karibu na mitandao ambayo inakupa baraka. Unajua akili zetu zinatakiwa zilishwe vitu vya msingi ili tuweze kuwaza ya msingi. Yule mtu anaweza akawa anashindwa kuwaza vitu vya maana sana kwa sababu akili yake vitu ambavyo anavyovilisha si vyenye afya na si vyenye maana. Lakini pia mtu inakuwa kwake ni ngumu kuweza kupenda vitu vizuri kwa sababu moyo wake hatazami ama haupendezeshi kwa vitu vizuri. Kwa unapokuwa unasikiza Qur'ani, unasikiza darsa, umepunguza ule muda mwingi kuingia TikTok na kucheka, kufurahi, kuangalia jokes, kuangalia comment, ukawa muda mwingi sana unatumia katika kufuata ama kutafuta faida kuhusu dini yako. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kaifa yazidu wa yanqus? Yazidu bit-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah. Yani mtu anapokuwa anafuatilia vitu vya hovyo hovyo, imani yake inakwenda down.
Mtu anapokuwa anafuatilia vitu vya maana anaona kumbe Allahu akbar, kumbe Allah amesema sisi tutafufuliwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hii itatusaidia sisi kuweza kuwa na imani iliyokuwa imeshiba, si imani dhaif, imani ambayo imeshiba. Naam, leo ni tarehe 3 Jumadal Awwal, Jumadal Ula, mwaka 1900 ama 1447 Hijria, sawa na tarehe 25 Oktoba mwaka 2025. Yani mwaka wa Kiislamu ndo mwezi wa Kiislamu ndo tumeuanza, na mwezi wa kawaida huu wa kidunia ndo unakwenda kuisha. Wa tilkal ayyamu nudawiluha linnas, masiku Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungusha namna hiyo. Kwa hiyo tarehe ya Kiislamu ndio tumeuanza mwezi mpya, na mwezi huu wa kawaida ndio unakwenda kuisha, tunakwenda kupata mwezi Novemba. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie salama juu ya masiku haya ambayo yanayokwenda kwa Allah, na yawe ni masiku ambayo yenye kheri na baraka kwetu kila iendapo, na iwe sababu ya sisi kuweza kutatuliwa matatizo yetu. Tumekutana tena katika darasa la at-tarikhu. Somo hili la tarikh ama historia ya Kiislamu, tupo katika kitabu cha Khulasatu Nurul Yaqin, na kama mtakumbuka vizuri, mara ya mwisho tuliweza kujifunza na tukajifunza mengi. Tulitazama pia kama vitu kadhaa, miongoni mwavyo tuliweza kujifunza kuhusu hile nini umratul qadha tulitazama, lakini pia tukaona ghazwa mbalimbali, tukaona jamii mbalimbali, na vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliweza kufanikiwa kuweza kupiga wale wasiokuwa Waislamu. Sasa leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutakwenda kujifunza mambo mengi, matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza baada ya vita vile vya Khaybar, lakini pia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakwenda kutazama yale ambayo yametokea katika mwaka wa 7 na wa 8 biidhnillah, na tutakwenda pia kutazama insha Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo yaliyojiri katika vita vya Mut'a biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni vyema ukatega sikio, na leo insha Allah tutakwenda kujifunza. Hebu ngoja nishare screen yangu hapa. Jamani, mwatumia kitabu katika group hapo hebu wacha twende hapa. Okay. Tamam. Leo tunakwenda kutazama ama tunakwenda kusoma, tunakwenda kujifunza. Maana nikisema kutazama ni kama unatazama lakini unaendelea na mambo yako. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunakwenda kujifunza sehemu hii inaitwa hawadith. Tunakwenda kujifunza ukurasa, jamani mmeuona hapo leo tunakwenda kujifunza biidhnillah subhanahu wa ta'ala mambo muhimu, sawa sawa, mambo ama matukio muhimu ambayo yametokea ama yalitokea baada ya ushindi wa Khaybar. Sawa, nafikiri tulijifunza huku nyuma kuhusu ushindi wa Khaybar, umratul qadha tulijifunza, na kadhalika tulijifunza fathu Fadak wa sulhu Taima wa ghazwat Wadi al-Qura, yote hayo tulijifunza. Sasa leo insha Allah tabaraka wa taala twende tukajifunze hawadith, matukio ambayo yaliyotokea katika kipindi hiko, na tukumbuke ya kwamba haya yote haya ambayo yanayotokea haya yote haya ambayo biidhnillahi tabaraka wa taala tuliyoyaona huko nyuma, yote haya yametokea katika mwaka wa 7 min al-hijra. Sasa katika huu mwaka wa 7 bado hatujamaliza, tunakwenda kujifunza matukio mengine ambayo yamejitokeza
Haya, kwa nasema ndo tunaanza hapo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. Haya, tutasema tunasema ahdath yawm fathu Khaybar, sawa sawa, yahudiyatu qura'a shatin masmumatin li rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fa akhadha minha mudghatan. Siku ya ushindi wa Khaybar, tamam, asema sawa sawa, yahudiyatan qura'a shatin masmuma, alijitokeza mwanamke mmoja wa Kiyahudi ambaye alifanya nini? Qura'a shatin masmuma, alimzawadia mtume sallallahu alaihi wasallama, sawa, ama alimpa mtume sallallahu alaihi wasallama paja la mbuzi ama mkono wa mbuzi ambao uliokuwa umetiwa sumu, masmumatu, ulikuwa umetiwa sumu, akampatia mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha minha mudgha, sawa sawa, mtume sallallahu alaihi wasallama alichukua kipande kidogo akakitafuna mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma lafadhaha, baada ya kuona ladha yake kile kitu hakipo vizuri nini, kisha akakitema, kisha akafanya nini? Akakitema kile kipande. Baada an uallimahu Allahu annaha masmuma, baada ya Allah tabaraka wa taala kumjuza ya kwamba kile kinyama ama ile nyama ilikuwa na sumu, sawa sawa, wa akala minha sahabiyun famat, na kuna sahaba mwingine ambaye alikuwa amekula kile kipande, yeye akawa pale pale amefariki, pale pale akawa amefariki. Fahtajama Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume sallallahu alayhi wasallama akafanya hijama. Yani hijama ni mtu kutoa damu chafu kwa ajili ya kuondoa sumu mwilini. Wa talaba almar'atu allati fa'alat hadhihi, yani weke vizuri, wa talaba almar'ata allati fa'alat hadhihi alfi'la, kisha mtume sallallahu alayhi wasallama akawa amemtafuta yule mwanamke ambaye alikuwa amefanya lile jambo. Yas'alaha, kamuuliza, an sababi dhalika, kwa nini amefanya vile, kwa nini ameweka kipande, kwa nini ameweka sumu kwenye ile nyama ambayo amewapa. Sawa. Fa ajabat, akasema, kwa maana akajibu kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallama, tamam, akajibu akamwambiaje? Qultu in kana nabiyan, akasema yule mwanamke, nimefanya vile, sawa sawa, nimefanya vile ikiwa huyu ni nabii, falan yadhurra, basi hii nyama yenye sumu isingemdhuru na haiwezi kumdhuru ikiwa huyu kweli ni nabii. Kama wewe ni nabii wa Allah, yani hapa anazungumza, yani hii ni quotation ya yale maneno aliyoyajibu. Qultu in kana nabiyan, nikasema ikiwa kwamba huyu aliyekula hichi kipande cha nyama ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa huyu ni nabii, falan yadhurra, hakiwezi kumdhuru, haiwezi kumdhuru chochote. Allah atamlinda, Mungu wake atamlinda, ambaye ndio wajuu zaidi. Wa in kana kadhiban, na ikiwa ni muongo huyu anadai yeye ni mtume kumbe sio mtume, arahana Allahu minhu, basi Mwenyezi Allah subhanahu wa ta'ala atatuondoshia shari zake. Sijui naeleweka vizuri Kwa hiyo manake yule mwanamke alifanya vile kutaka kuthibitisha kwamba huyu anayedaiwa Muhammad ni really Muhammadi, ni Muhammadi wa kweli, ni nabii wa kweli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kwa hiyo nini kikatokea pale? Fa'afa min anha, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamswamehe kwa yale ambayo alikuwa ameyafanya kwa ajili ya kutaka uthibitisho ya kwamba mimi ni mtume au la. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamswamehe, lakini yule sahaba mwingine akawa amefariki. Kwa hiyo manake nini ambacho tunajifunza? Tukio hili linaonyesha ya kwamba ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa, na ulinzi huu ni kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam,
kuonyesha kwamba huyu kweli ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pale pale akawa amemjuza kwamba hicho kipande kina nyama, kiteme. Pale pa Mtume sallallahu alayhi akajifanyia hijama, akawa ametoa zile sumu. Na Mtume sallallahu pia huruma ya Uislamu kwa yule mwanamke, ingawa alikuwa amefanya mambo ya shari, alikuwa amefanya mambo ya shari sana kutaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akawa amemsamehe yule mama. Sawa, akawa amemsamehe yule mama ambaye alikuwa amefanya lile jambo. Na yeye kufanya kwake huku mwenyewe kwa mujibu wake anasema ni kwamba alitaka kuthibitisha kwamba huyu kweli ni mtume wa Allah. Hawa ni Mayahudi ya zamani, alikuwa na tabia hizo. Naam. Baada fathu Khaybar, tunaendelea sasa hapo baada fathu Khaybar. Sawa baada sasa ya ushindi huu wa Khaybar, tazawaja Rasul sallallahu alayhi wasallam Safiyatan bin Huyay. Sawa baada ya fathu Khaybar, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuoa Safiya binti Huyay. Sawa waqad aslamat, na alikuwa ameslimu kabla ya ndoa, maana yake akumuoa kabla ya ndoa. Na Safiya binti Huyay huyu alikuwa ni binti wa kiongozi wa Banu Nadhir. Banu Nadhir nafikiri niliwaeleza. Kwa huyu alikuwa ni kiongozi, ni binti wa kiongozi wa wale Banu Nadhir, ambayo kabila la Mayahudi lilokuwa limehamishwa kule. Na kimsingi ndoa hii ilikuwa ni kwa ajili ya kuimarisha na kuwanusuru. Unajua leo wanaume pia wanaruhusiwa, mfano akamuona binti, sawa mfano akamuona binti ambaye si Muislamu, akamlingania, akamuingiza katika Uislamu. Hata we mwanamke pia inaruhusiwa hii. Akamlingania, akamuingiza katika Uislamu, akawa amemfundisha dini yake na anajua mashallah, akamuoa, maana yake ataandikiwa thawabu ya kumnusuru kutoka katika ukafiri. Kwa na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa huyu Safiya bintu Hayy waqad aslamat, alikuwa ameslimu alafu akamuoa kwa ajili ya kutaka kunusuru na pia kuimarisha upendo wa Kiislamu, lakini pia kuongeza mahaba ya Uislamu baina ya watu na kadhalika. Sawa. Kwa hiyo tukimtazama Safiya alikuwa ni binti ambaye wa watu wakubwa pale. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa kafiri, akaslimu, akaingia katika Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallama akamuoa. Linapotajwa swala la kuoa, wanawake wanachukia sana. Allahu. Haya, twende katika sehemu hii nyingine, wanaha, sehemu ya 3 hii. Tukio lingine ama jambo lingine ambalo limejitokeza katika hicho kipindi, wanaha alayhi salatu wassalamu sawa wa huwa bi Khaybar an nikahil mut'a. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikataza alipokuwa Khaybar kule, alikataza an nikahil mut'a. Sawa nikah za mut'a, yani nikah za mut'a ni zile ndoa za muda, yani unamuoa leo mwanamke alafu ukiondoka na umemwacha. Mtume sallallahu alikataza hizo ndoa, kwa sababu tukumbuke hawa Waislamu kabla hawajarudi Makka walikuwa wanaishi kwa makundi. Leo wametoka hapa wamekwenda kule, wametoka hapa wamekwenda mji huu. Kwa Mtume sallallahu akakataza watu wasioe zile ndoa za mut'a, yani ndoa unaoa miezi miwili, ukitoka hapo basi yule mwanamke unamwacha unaondoka sehemu nyingine. Hapana. Na pia hata Uislamu hii imekataza, yani mtu unamuoa baada ya wiki 2 unabadilisha enda kuoa mwingine. Hapana. Kama unataka kuoa wa kwanza utaoa wa kwanza, ukioa wa pili wa pili, wa tatu, sio unaoa unaacha huyu naelekea kwa mwingine, no. Wa an akli luhumil humuril ahliya. Na jambo lingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza pia, ama aliwakataza Waislamu kutokana na kula nyama ya punda. Punda wa aina gani? Al ahliya, yule ambaye anafugwa pale nyumbani. Inaeleweka vizuri Yule ambaye anafugwa nyumbani hafai kuliwa. Kwa hizi ni hukumu mbili za kisheria ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam
tangaza baada ya ushindi, na sheria hizi ni kwa ajili ya ndoa. Na kwa hiyo alikuwa anaelezea sasa sheria ya Uislamu baada ya ushindi wa Khaibar. Pale akawa anaelezea Waislamu natakiwa mfanye hili na hili hamtakiwi kulifanya. Naam, tukio lingine ni wahina rujuihi, na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akirejea kutoka Khaibari, sawa raja muhajirul habasha, sawa alirejea na hawa muhajiruna, yani hawa watu ambao walikwenda kule Habasha. Habasha ni Ethiopia. Kipindi ambapo baadhi ya Waislamu wengi walipokuwa Maka, Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi aliwaamuru kwenda Ethiopia kwa ajili ya kwenda kutafuta sehemu ambayo yenyewe, kwa sababu kule ilikuwa inasemekana ni Ethiopia kulikuwa na kiongozi ambaye si Muislamu, lakini alikuwa anatekeleza haki za Waislamu. Kiongozi anaitwa Najash radiyallahu ta'ala anhu, baadaye akaja kuslimu. Najash alikuwa ni mtu ambaye mwema, na baada ya Mtume sallallahu kupata historia yake, I'm coming. Okay, I'm just coming in 1 minute. Okay. Kuyapata wafuri, kesho tupate kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya. Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Usihubi dunia takwada, akiyalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokuambia zingatia, tajutia fia umi isapia. Usihubi dunia takwada, akiyalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokuambia zingatia, tajutia fia umi hisabia. Alokuja nayo wetu Rasuli ni wajibu pia, ametuumbia wetu Rasuli kumsalia. Ni wajibu pia kufuatia wakeusia, sote twajijua wajibu wetu kumsalia. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu.
Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Tusifanye ya ghururi, tuishi kwa tahadhari, tuyafate ya Ghafuri, kesho tupate ya kheri. Uwe wenye kusubiri kadari yake Jalali, tukimuasi Jalali tumwato tusubiri. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya. Ajmal Brothers. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Usihubi dunia takwada, akiyalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokuambia zingatia, tajutia fi yaumi isabia. Usihubi dunia takwada, akiyalo ndani mwake yavutia. Haya ninayokuambia zingatia. Okay, nimerejea. Nimerejea. Kwa tulikuwa tumeishia. Okay. Okay, so nasema naha alayhi salatu wassalam huwa bi Khaybar, wa hina ruju'ihi min Khaybar, na wakati mtume sallallahu alayhi wasallam anarudi kutoka Khaybar, tamam, huwa bi Khaybar an nikahi almut'a. Mtume sallallahu alikataza, wanaha alikataza mtume sallallahu an nikahi almut'a, kutokana na zile ndoa za muda, wa an akli luhumil hamri. Wa hina rujui min Khaybar raja muhajir, na mtume sallama alipokuwa akirudi sasa, sawa alipokuwa akirudi kutoka Khaybari, alirejea na baadhi ya waumini, ama wale waumini wale muhajiruna waliotoka Makkah, sawa kwenda sehemu moja inaitwa Ethiopia. Nafikiri watu ambao mpo Kenya, Ethiopia kwenu sio mbali sana. Kama nilivyoelezea, Ethiopia kulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa akijulikana kwa tabia njema, tamam. Haya, maa Jaafar ibn Abi Talib, alikuwa na huyu Jaafar ibn Abi Talib wa Musa al-Ash'ari na Abi Musa al-Ash'ari wa qaumuhu, na watu wengine. Baada an aqamu 10 sinina, baada ya kule kukaa miaka mingapi? Miaka 10. Sawa, baada ya kukaa huko kwa miaka 10. Kwa hiyo kule walienda kwa ajili ya kufanya da'wa, na pia kwenda kutafuta sehemu ambayo Waislamu watapata amani. Kwa hiyo wakaenda kufanya da'wa. Ni historia ndefu. Huyu kiongozi anaitwa Najash, ana historia ndefu sana katika Uislamu, lakini Waislamu walikwenda kule na wakafanya yaliyokuwa yamefanyika kule yenye khairi, walillahi alhamd. Wa fi hadha al-aam aslama 3 min quwadi juyush Quraish,
Na katika mwaka huu sawa sawa ambao ni mwaka wa ngapi tunasema? Ni mwaka wa 8 wa 7 si ndio jamani? Ndio tupo mwaka wa, bado tunaendelea kutazama matukio ambayo yamejiri katika mwaka wa 8. Si ndio? Sasa katika huo mwaka wa 7 huo, si ndio? Aslama 3 min quwadi juyaish. Walislimu sawa sawa walislimu makamanda wakakamavu sawa sawa miongoni mwa makamanda wale wa Kikuraish, makamanda watatu wa Kikuraish. Wahum nao ni Khalid ibn al-Walid, akiwa Khalid ibn al-Walid, wa Amr bin al-As, akiwa Amr bin al-As, wa Uthman bin Abi Talha, na akiwemo pia Uthman bin Abi Talha. Sawa sawa Kwa hiyo hawa walikuwa ni viongozi wa kijeshi ambao wenye akili sana, historia inatuambia, wenye akili mno na maarifa makubwa. Kwa hiyo kusilimu kwao kulikwenda kuimarisha nguvu kubwa sana ya Waislamu. Kwa hiyo moja katika tukio muhimu pia lililotokea katika kipindi hicho ni hilo hapo. Wa fi hadha al-aam, anaendelea kusema mwandishi, katika huo mwaka arsala Rasul sallallahu alayhi wasallama, sawa, Mtume sallam alituma nini? Sariyatan, kikosi likitali Bani Murra. Sawa sawa, kwenda kupigana na Bani Murra. Inshallah tutakuja kuwatazama Bani Murra. Bani Murra ilikuwa ni kikosi miongoni mwa vikosi ambavyo vilikuwa vikipiga Uislamu kwa kipindi kile. Wa atharatil akharin. Anasema Bani Murra hajamat alaihim, sawa sawa waliwashambulia baadhi yao, sawa sawa, hajamat alaihim, waliwashambulia, faqatala ba'dhum, wakawaua baadhi yao, wa atharatil akharin, sawa sawa, na wakawateka, sawa sawa, wengine baadhi yao wakawateka, kwa maana atharat, baadhi yao wakawateka al-akharin. Wa tarada Usama rajulan minhum, sawa sawa na Usama sahiba wangu yeye, anasema wasallama faqatala ba'dhum athara wa tarada Usama rajulan, sawa sawa, na Usama bin Zaid akawa amemfukuza mtu mmoja, sawa sawa, fatashahada, sawa sawa ambaye alikuwa ametangaza shahada. Fadhanna Usama annahu qala dhalika takhallusan, na Usama alikuwa hakumwacha yule mtu pamoja na kutoa kwake shahada, akiwa amedhania kwamba shahada aliyoitoa ile ilikuwa ni ya kuepuka kifo, yani takhallusan, ni ya kuepuka kifo. Thumma akhbara Rasul sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume sallallahu akampa habari, faqala lahu, akamwambia, aqataltu ba'da an qala la ilaha illa Allah, wewe unamuua mtu ambaye baadaye amesema la ilaha illa Allah, wa amruhu an yu'tiqa ruqbah li'annahu qutila khata'an. Na baada ya hivyo Mtume sallallahu akawa ameamua, baada ya kusema la ilaha, kwa maana kwamba Mtume sallallahu akawa amemwamuru, sawa sawa, amkomboe mtumwa, kwa maana atoe kafara kwa sababu alikosea, yani amwache mtumwa huru, sababu alimuua mtu ambaye alikuwa hana kosa, tayari ameshasema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo story ni kwamba baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuma kikosi kwenda kupambana na hawa Bani Murra, hajamat alaihim, wakafanikiwa, wakapiga, si ndio, wa athratil akharin, na wengine wakawateka, wa tarada Usama. Sasa katika yale mapambano Usama akawa amefanya nini? Akawa amemfukuza, yani akawa amemkimbiza mtu, rajula minhum, miongoni mwa lile kundi, akawa amemkimbiza kweli kweli. Fatashahada, yule mtu akawa anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kwa maana kwamba niachie, si ndio? Kwa maana mtu akishasema la ilaha illa Allah maana amejisalimisha. Sasa Usama, fadhanna Usama akawa amedhania ya kwamba annahu qala dhalika takhallusan, huyo muongo amesema vile ili nisimuue. Thumma akhbara Rasul, kwa hiyo akamuua yule mtu, alafu akamwambia nini? Mtume sallallahu akaenda kumwambia, faqala lahu, akamwambia, akamuelezea ile issue ilivyojitokeza. Mtume sallallahu akamwambia, qataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, wewe Usama unamuua mtu ambaye amesema la ilaha illa Allah, wa amarahu an ya'tiqa raqba. Na Mtume sallallahu akamwamrisha Usama aweze kufanya kafara ya kumwacha mtumwa huru. Kipindi hicho ilikuwa kumwacha mtumwa huru ni moja ya mambo expensive sana. Yani ni sawa na leo tuseme kwamba uende ukatoe labda, ama ujenge labda madrasa, ama ujenge nini, yani kitu ambacho chenye gharama ufanye. Li'annahu qutila qatan, kwa sababu huyu ameuawa kwa makosa. Mtu akisema la ilaha illa Allah
hata katika Qur'ani pia imekuja fa in amanu aqam fa in amanu ile aya inasema kwamba wakiswali wa aqamu sala fa ikhwanukum fi din, yani wakisimamisha sala na wakitoa shahada basi hao ni ndugu zenu katika dini. Kwa hiyo maana yake Usama alikuwa amefanya jambo kidogo lenye makosa, na historia ya Usama inatuambia ni mmoja katika masahaba wa mtume ambao walikuwa ni very strong, yani hawa walikuwa wataki masara. Na majina ya Usama haya mashaallah, hawa watu waga hawatakagi masara. Cha kwanza sifa yao ni watu ambao wakiamua jambo kulifanya na lifanya kweli bila kutazama nani kasema. Kama huyu Usama hapa alimkimbiza mtu, mwamba akawa anajitetea la ilaha illa Allah, hapana wewe mimi nakumaliza. Wakamaliza ingawa hakujua, alijua anajitetea. Kwa hiyo majina ya Usama haya ni majina ambayo mazito, yenye historia nzito. Tamam. Anasema watazawaja wa huwa bimakka. Jambo lingine ambalo lilitokea kipindi hicho sawa Mtume sallallahu alaihi wasallama alioa. Mtume kila sehemu alikuwa anaoa. Allahu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alioa wa huwa bimakka, akiwa Makka, Maimuna bintul Harithi. Alimuoa Maimuna bintul Harithi al-Hilaliya, zauja ammihi. Huyu alikuwa ni zauja wa ammi yake Hamza, wa hiya akhir nisaihi, na huyu alikuwa mke wake wa mwisho kabisa, hakuoa tena hapo. Walam yadkhulu alaiha illa ba'da al-khuruj min Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallama hakumuingilia, maana yake ya kuanza naye maisha ya moja kwa moja, ni hakumuingilia kufanya tendo la ndoa baada ya kumuoa mpaka walipokuwa wamerejea Makkah. Kwa hiyo maana yake walipokuwa kule, Mtume sallallahu alaihi wasallama alimuoa Maimuna, hakumuingilia na kuanza naye maisha rasmi mpaka alipokuwa aliporudi Makkah. Sawa jamani Kwa hiyo kama waume zenu wanataka kuongeza wake wa pili na watatu, alafu wewe unakataza, utasoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiwanusuru. Allahu. Haya, tuende katika khulasatu sanatu sabi'a, mukhtasar ya kile ambacho pia kimetokea katika mwaka wa 7. Anasema fi sanati sabi'a min al-hijra hadathat ghazwat Khaybar, hasaraha salah yahud fadaraka hafna dima'uhum wa taraka amwaluhum wa salih. Ila hii tumeshasoma hii sanatu thamina. Twende katika sanatu thamina bwana, hii tushasoma hiyo. Amr bin al-As wa Uthman bin Abi Talha Safiyata ba'da fathi Khaybar tazawaja Maimuna. Okay, haya tufanye summarize. Kwa hiyo nasema في سنة 7 من الهجرة حدثت غزوة خيبر، حاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أيام، ثم أعطى الراية علي بن أبي طالب ففتحها lakini tumesoma jamani au tujasoma hii? Eti mmoja awachi maiki basi aseme. Hii tujasoma kweli? Tumesoma hii. Hatujasoma hii. Mukhtasar, naona hii peji kama imejirudia hivi au mimi ni macho yangu? Hii peji haijajirudia. Haya. Sasa ungeisoma maana kuna na kuisoma. Kijirudia tupata hivi. Allahu. Okay, haya. Twende katika hii sehemu khulasat sanatu sabi'a. Mukhtasari wa mwaka wa 7, matukio ambayo yaliyojitokeza. Kwa hiyo anasema fi sanatu sabi'a, katika mwaka wa 7 min al-hijra, katika hijra. Nini? Hadatha ghazwat Khaybar, ilijitokeza vita vya Khaybar. Sawa. Hasaraha Rasul sallallahu alayhi wasallama, ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallama alizingira nini? 6 ayyam, alizingira yale maeneo, alizingira maeneo kwa siku 6. Thumma a'ta raya Ali bin Abi Talib, kisha akampa bendera ya vita Ali bin Abi Talib, naye akafanya nini? Fafataha, akawa amefanikiwa pia kuuteka ule mji. Hai, wa fiha salih yahudun fadaka ala hifdhi dima'uhum. Twende hapa. Wa fiha salih yahudun fadaka ala haqni dima'uhum. Sawa. Na katika mwaka huo Mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya nini? Salih yahudun fadaka ala hifdhi dima'uhum. Sawa.
alifanya amani na Mayahudi wa Fadak kwa kufanya nini? Kwa kuacha damu zao zisiswagwe ama zikawa yani zisimwagwe tuseme. Sawa na nini? Wataraka amwalihim, na akaacha mali zao zisichukuliwe ngawila. Wasalaha yahudun taima, si ndio na Mtume sallallahu alayhi wasallama alifanya pia amani na Mayahudi wa Taima. Nini? Kwa kufanya nini? Ala daf'il jizya, kwa kutoa jizya. Jizya ni kodi ya ulinzi Famakathu fi biladihim aminin, basi walibaki katika mji wao wakiwa salama. Sawa. Famakathu fi biladihim aminin, akabaki kwenye mji wao wakiwa salama. Wafiha, na katika mwaka huo sasa wa 7 hadatha ghazwatu Wadi al-Qura, ilitokea ilitokea nini? Ilitokea vita vya Wadi al-Qura, katika huo mwaka wa 7 huo. Wafiha raja'u muhajirul habash, na katika huo mwaka walirudi wale waliotoka Makka kwenda kule Ethiopia, walirudi sasa katika huo mwaka wa 7. Kwa hiyo hapa wanaonyesha tu mukhtasara matukio ambayo yaliyojitokeza. Kwa hiyo tunakumbuka kuna Waislamu ambao walitoka Makka kwenda wapi kule? Walitoka Makka kwenda what we call it, Ethiopia. Wafia kharaja Rasul sallallahu alayhi wasallam, katika huo mwaka wa 7 Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka ila Makka, kuelekea Makka, biman kana ma'hu ala sulhul Hudaybiyah. Sawa kuelekea Makka akiwa pamoja na wale ambao waliokuwa naye katika mkataba wa Hudaybiyah. Nafikiri nikisema mkataba wa Hudaybiyah mnaelewa. Kama hauelewi mpaka sasa hivi, rudi katika darasa la nyuma. Wafiha kharaja Rasul sallallahu alayhi wasallam mu'tamiran. Sawa mu'tamiran, kwa kufanya umra. Nakumbuka nilisema mkataba wa Hudaybiyah ni mkataba ambao ulikuwa umewaruhusu Waislamu kufanya umra katika mwaka wa 7, si ndio bana? Fakharajat Quraish min Makkah famakatha fiha 3 ayyam, na Makuraishi wakatoka kuelekea Makkah. Sawa wakatoka Makkah, sio wa kharaja wa fi hadhihi sanata famakatha fiha 3 ayyam. Fakaraja Quraish min Makkah, wakatoka katika mji wa Makkah kuwapisha. Famakatha fiha 3 ayyam, wakawa wamepisha katika ndani ya siku 6. Thumma raja wa fi hadhihi sana, kisha wakarejea. Thumma raja, kisha wakarudi. Wa fi hadhihi sana, katika huu mwaka wa 7 tazawaja Rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alioa Safia baada fathi Khaybar, alimuoa huyu Safia baada ya ushindi wa Khaybar. Watazawaja Maimuna, na akamuoa Maimuna bi Makkah, kule Makkah. Wa fiha aslama Khalid bin al-Walid wa Amr bin al-As wa Uthman bin Abi Talha. Kwa hiyo wakawa wameslimu hawa vigogo wa Kikuraishi hawa. Naam. Sasa hivi twende katika sehemu inaitwa as-sanatu thamina min al-hijra. Twende tukatazame matukio ambayo yaliyojitokeza katika mwaka wa 8 wa hijra. Nini kilijitokeza? Tamam, nini kilijitokeza? Haya, anasema fi sanati thamina. Kwa hiyo anasema hapa ghazwatiha waswaya Rasul sallallahu alaihi wasallam lijeshi Mu'ta, kupigana kwa maana vita vilivyojitokeza na wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii jeshi la Mu'ta. Fathu Makkah pia ilitokea, na pia tutakwenda kuona kitu Fathu Makkah ni nini hii. Haya, matukio yaliyojitokeza anasema ya kwanza fi sanati thamina, katika huu mwaka wa 8 wa hijra, hadathat ghazwat Mu'ta. Sawa kulitokea vita vya Mu'ta wa fathu Makkah, na ushindi wa Makkah, wa ghazwat Hunaini. Sawa pia vilitokea vita vya Hunaini, wa ghazwat Taifi, la pia vilitokea vita vya Taifi. Sawa jamani Kwa hiyo inshallah tutakuja kuyasoma yote hayo moja kwa moja. Kwa hiyo moja katika matukio ambayo yaliyojitokeza katika mwaka wa 7, mwaka wa 8, ilitokea vita vya Ghazwa, lakini pia ukombozi wa mji wa Makka, wa Ghazwa Hunaini na Ghazwa at-Taifi. Vyote hivi vilijitokeza katika huo muda. Sasa nini maana ya mut'a? Nini maana ya mut'a? Nilielezea nafikiri katika darasa iliyopita. Nilisema mut'a ni kijiji ambacho kilikuwa kimekaribiana na ardhi ya Sham. Sham ni Syria kule.
Na kulikuwa na mambo mengi sana ambayo yalijitokeza, inshallah tutakuja kuyatazama. Na tumeona pia kitu kinachoitwa Hunaini. Hunaini hii nasema kwamba ni bonde ambalo lipo karibu na Taif. Taif ni mji kati ya Makka na Sham ambao ni maarufu kwa matunda ya matunda mazuri sana. Kuna matunda fulani yanaitwaje? Nimesahau jina lake, lakini pia ni mji ambao unasifika kwa mazao fulani ya matunda. Sawa wa ghazwatut Taif, lakini pia ilikuwa imetokea ghazwatut Taif, inshallah tutakuja kutazama. Tamam. Namba 2 anasema jahaza Rasul sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama katika huu mwaka wa 8 alitayarisha nini? Ila mu'tatu 3000 rajulin, sawa liqitali man qatalu rasulahu ila amiri Busra. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ametayarisha wanaume 3000 miambai, 3000 rajulin watu vidume. Yani hapa tukisema rajulin sio wanaume wala chips, alafi rajulin watu 3000 walioshiba vidume, sawa liqitali man qatalu rasuluhu, kwenda muta, kufanya nini? Kwenda kupigana na wale ambao waliokuwa wamemuua mtume wake, sawa ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa jeshi kwa ajili ya kwenda huko Mu'ta. Nini? Kwenda kupigana na wale ambao waliomuua mtume wao, kwa maana kiongozi wao, sawa na ila amiri Busra, kwa amiri wa Busra. Waqad awsahum Rasul sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama aliwapa nini? Wasia ama maelezo. Hapa tusemi wasia kwa sababu wasia ni nasaha ambazo za mwisho mtu akiwa anataka kuaga lakini hii tunasema ni maelezo, sawa Awsahum, aliwapa maelekezo Mtume sallallahu alayhi wasallama, maelekezo muhimu sana, ikiwa ni nini? Biwasaya minha, maelezo yenyewe ni kama satajiduna fiha rijalan, sawa mtakutana na watu, sawa fi sawami'i mu'tazilina, sawa waliojitenga kwa ajili ya nini? Ibada. Fala ta'arradhu lahum, sawa sio naeleka, kwa maana kwamba mtakutana na watu ambao wamejitenga kwa ajili ya ibada katika what we call it as-sawami tunaweza tukasema ni kama mahekalu yani kama mahema ama sehemu maalumu. Mtakutana na watu wamejitenga kwa ajili ya ibada. Fala ta'arradhu, hawa watu msiwashambulie. Wala taqtulu mraa, na mkifika huko msithubutu kumuua mwanamke. Wala saghiran, wala msimuue mtoto mdogo. Wala basiran fanian, sawa wala kipofu ambaye amesimama. Usiseme kwa kuwa ni kipofu basi huyu afini qaiman naona wala basiran qaiman, na wala msithubutu kumuua kipofu ambaye amesimama, sawa wala taqta'u shajara, sawa na wala musikate nini? Musikate miti, sawa wala tahdimu bina, wala msibomoe majengo. Kwa manake huu ulikuwa ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hili jeshi. Akawa amewaambia, jamani, mtakapotoka hapa kwenda huko, satajiduna fiha rijalan fi sawami' mu'tazilin, mtakutana na watu ambao wamejitenga wakiwa sehemu zao za ibada katika mahema. Sio kwa kuwa mmefika kule basi kila mmoja nyinyi mkamuua, hapana. Fala ta'arradhu lahum, msiwapige hawa watu, sawa msiwashambulie. Wala taqtulu mraa, msiue mwanamke. Wala saghiran, yani nyinyi wanawake mmependelewa nyinyi. Yani kwenye vita nyinyi, unajua sheria ya Uislamu inawataka nyinyi msiuliwe. Nyinyi mnapendwa sana na Uislamu. Lakini utakuja kumsikia mtu na mdomo wake mrefu anakuja kuropoka, Uislamu unamtesa kweli mwanamke, yani Uislamu ni dini ya ajabu. Hapana. Tazama hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanajeshi wake hawa 3000
anawapa wasia, nyinyi kabla mjatoka hakikisheni mtawakuta watu wapo sehemu zao za ibada, msiwashambulie, waacheni. Fala ta'arradu la wala taqtulu imra'a, msiue mwanamke, wala saghiran, wala mdogo msimuue, wala basiran qa'ima, yani mtu ambaye amesimama, naweza nikasema hapa ni kipofu ambaye amesimama. Wala taqta'u shajara, wala msikate miti, wala tahdimu bina, msibomoe nyumba za watu. Falamma wasala aljaysh Mu'ta, baada lile jeshi sasa lilipokuwa limefika katika sehemu hii Mu'ta, wajadu jaishan adhiman min ar-Rumi, walikutana na jeshi kubwa sana la Warumi. Wakafanya nini? Faqataluhum, wakapigana nao, hatta mpaka kutila Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu, wakapigana nao mpaka Zaid bin Harithi, sawa sawa, akawa amefanya nini? Mpaka akawa ameuawa Zaid bin Harithi, sawa sawa, raisul jaish, ambaye alikuwa ameuawa huyu, ambaye alikuwa ndo kiongozi wa jeshi. Kwa hiyo katika hili jeshi ambalo la Mtume sallallahu ilikuwa linaongozwa na Zaid bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Yani historia hii ya hivi vita ni vizito sana, hivi vita vikali sana. Kwa hiyo wakawa wamekutana na watu wa Rum na watu wa ngome hawa, faqataluhum, wakapigana nao, mapambano yakaanza pale, hata kutila Zaid bin Harith, mpaka Zaid bin Harith akawa ameuawa, raisul jeshi, ambaye ndo alikuwa kiongozi wa jeshi. Fa akhadha ar-raya, sawa sawa, fa akhadha ar-raya Ja'far bin Abi Talib. Kwa hiyo baada ya yule Zaid bin Harith kufanya nini, kuuawa, fa akhadha ar-raya, basi Ja'far bin Abi Talib akawa amefanya nini, akachukua ile bendera. Ukiona yani zamani katika vita, nafikiri hata nyinyi pia mkitazama movie hizi, vita kiongozi ndo anatangulia mbele, anashika bendera la ilaha illa Allah, si ndio? Na nyinyi wanajeshi wengine mnafuata nyuma. Kwa hiyo yule kiongozi bendera ikishuka chini, maana yake wote mmefeli. Kwa hiyo baada ya huyu Zaid bin Harith kuuawa, fa akhadha ar-rayat Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib akawa amechukua ile bendera ya kuongoza Waislamu. Waqatala hatta quti'at yaminuhu, subhanallah, akawa amepigana kweli kweli, akawa amefanya mashambulizi makubwa mpaka nini, quti'at yaminuhu, mpaka mkono wake wa kulia ukawa umekatwa na wale makufar. Fa akhadha ar-raya biyasarihi, hakukata tamaa, akaendelea kushikilia mkono wake wa kushoto, akashikilia ile bendera. Baada mkono wake wa kulia kukatwa, upanga ukapita, akafanya nini? Fa akhadha ar-rayat biyasarihi, akashika ile bendera, akaichukua, akaikamata na mkono wake wa kushoto, haikutaka bendera kudondoka chini. Fa quti'at aidha, mkono wake mwingine ule wa kushoto pia ukawa umefanya nini, ukakatwa tena. Fahtadhanaha hatta qutila, sawa sawa. Kwa hiyo ile bendera akawa ameiweka kifuani mpaka akafanya nini, akauawa. Subhana ya salam. Fa akhadhaha Abdullah bin Rawaha. Sasa Waislamu bado wakawa hawajakata tamaa. Nini? Bendera ile ikawa imechukuliwa na Abdullah bin Rawaha, sawa sawa, sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, akachukua ile bendera, sawa sawa. Faqutila aidan, akauawa na yeye pia, akapigwa mpaka akafariki. Fa akhadha ash-shahmu al-basilu, ile bendera baada ya yule Abdullah bin Rawah, faqutila aidan, baada ya kuwa, fa akhadha ash-shahmu al-basil, sawa sawa. Bendera ile ikawa imechukuliwa na kiongozi mmoja ambaye ni hodari sana, anaitwa Khalid bin al-Walid. Fa akhadha ash-shahmu al-basil, akawa bendera ile akaichukua kiongozi mmoja hodari sana, makini sana. Nani jina lake? Khalid bin al-Walid, anaitwa Khalid bin al-Walid. Sawa sawa. Kwa maana yake ilikuwa sio vita ya kitoto hii, vumbi lilikuwa limetimka, sawa sawa. Na Khalid bin al-Walid, historia inatuambia alikuwa amesilimu karibuni tu, yani amesilimu siku kadhaa hazijapita ndo akawa amejiunga katika hili jeshi. Kwa hiyo tunaona ni kwamba kiasi gani Waislamu wameupambania Uislamu, na hivi vita vilikuwa vimeuoa Waislamu wengi, sawa sawa. Naam. Faqatala al-a'da'i bimaharatihi al-harabiyya, basi huyu Khalid bin al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu
akawa amepigana na maadui kwa ustadi alharabia, kwa ustadi wake wa vita. Alikuwa ni mtaalamu sana wa kurusha panga, kurusha nini, qitalan shadidan, sawa sawa. Akawa amepigana nao mapigano makali sana. Wakatala minhum adadan azima, akawa amefanikiwa kuwaua idadi kubwa sana ya wale makafiri, subhanallah. Hatta khallasa almuslimina, sawa sawa, mpaka akawaponya Waislamu. Khallasa ni kuwaokoa watu katika vita, yani kuwaokoa katika majanga. Neno khallasa ni kumtoa mtu, yani kama kumfanyia takli', yani kumchomoa mtu. Alikuwa katika matatizo fulani, walikuwa kwenye hofu fulani, ilikuwa they all about to get finished, right? Walikuwa karibu waweze kumalizika. Kwa hiyo fa khallasa, hatta khallasa almuslimina minhum, mpaka akawa amefanya nini, akawa amewaponya Waislamu kutokana na vile vita. Waraja ila almadina, halafu akarejea Madina. Fa ata alayhi salatu wassalam ala Khalid, Mtume sallallahu, kwa maana kwamba akawa akarejea, kwa maana akarejea Madina. Fa athna, sio fa ata, fa athna alayhi salatu wassalam ala Khalid. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsifia sana Khalid kutokana na ushujaa wake aliofanya. Hebu naambie, kiongozi wenu wa kwanza amefariki, wa pili mnamuona kauawa pale, watatu kauawa, wanne kauawa. Allah subhanahu wa ta'ala akamleta huyu kidume anaitwa Khalid ibn al-Walid. Hata leo kitazama historia ya Khalid, hata mtoto wako kitakumpa jina zuri, jina la kimwamba, mpe Khalid ibn al-Walid. Ni moja katika majina ambayo mazito sana. Kwa hiyo historia yake kimsingi tumeiona hapa. Alipambana na akafanikiwa yani vile vita kimsingi Waislamu walifanikiwa. Khallaswa, wakafanikiwa vile vita. Kwa hiyo Khalid ibn al-Walid akawa ameua adadan azima, akawaua idadi ya makafiri wengi sana, hata khallasa almuslimin. Kwa hiyo raja ila almadina fa athna alayhi salam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemsifu kutokana na ushujaa wake na akawa amemuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Hebu twende haraka haraka twende tukatazame kitu kingine kitwa Ghazwatul Fath fi 20 min Ramadhan. Tunakwenda kuona ushindi wa Makkah 20 fi 20 min Ramadhan, katika mwaka wa 20 wa Ramadhani. Kwa hiyo miaka mingi sana sasa ikawa imepita pale, mwaka wa 8, wa 9, wa 10, 11, wangapi mpaka mwaka wa 20 katika mwezi wa Ramadhani. Nini kilitokea? Na ushindi ama ghazwa, ushindi huu wa Makkah kilitokea nini katika mwaka wa Ramadhani? Fi 20 fi 20, hii ni Ramadhani ya 28, sio mwaka wa 20. No, ni Ramadhani ya 20. Amin, Ramadhani ya 10 fi 20 min Ramadhan, sawa sawa. Kwa hiyo nini ambacho kilitokea? Sawa sawa, nini kilitokea katika Ramadhani hii ya 20? Katika mwezi wa Ramadhani kilitokea kitu gani katika Ramadhani ya 20? Anasema katika hii ghazwa, sababuha anna Quraish naqadat shartan min shuruti sulh al-Hudaybiyah. Kwa hiyo hapa pia vilitokea vita kwa ajili ya kukomboa mji wa Makkah. Anasema sababu yake kutokea kwa hivi vita hivi, ghazwat, ilitokea nini? Anna Quraish naqadat shurtan min shuruti sulhul Hudaybiyah. Sababu yake ni kwamba Makuraishi walikuwa wamevunja sharti miongoni mwa masharti ambayo yalikuwa yamesainiwa katika ule mkataba wa Hudaybiyah. Wasaadu man aadahum ala qitali man ahada wasaadu man ahadahum ala qitali man ahada ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Sawa sawa. Kwa hiyo mkataba wenyewe ilikuwa sababu ni nini? Waliwasaidia wale ambao qital man ahada ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Sawa sawa. Kwa maana kwamba waliwasaidia wale ambao waliofanya nao makubaliano, sawa sawa, kupigana na wale waliofanya makubaliano na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hii ilikuwa ndiyo sababu. Kwa hiyo hawa Makuraishi wakawa wamepinga hii, kwa maana wakawa wamekwenda kinyume na makubaliano, walishasitisha vita. Kwa hiyo wao wakawa wameanzisha chokochoko. Kwa hiyo ikawa imetokea hii kitu kinaitwa Ghazwatul Fath. Sawa sawa, vita vya ushindi wa Makkah ambao vilitokea siku ya 20 ya Ramadhani.
Kwa hiyo waislamu itokea vita kidogo pale. Fasara ilaihim rasul sallallahu alayhi wasallam, basi mtume sallallahu alayhi wasallam alielekea wapi? Alielekea kwao bi10,000 rajulin. Sawa, alielekea kwao akiwa na wanaume 10,000, bi10,000 akiwa na wanaume 10,000, jeshi hilo la wanaume. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hawa Makuraishi walipaswa kukaa mbali na vitu vyovyote dhidi ya washirikina wa mtume sallallahu alaihi wasallam, washirika wa mtume, dhidi ya washirika wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao walikuwa waliwasaidia Banu Bakar kuwashambulia Banu Khuzaiba ambao walikuwa ni washirika wa Waislamu. Sasa katika mkataba wa Hudaibia walikubaliana kwamba wao wasishiriki katika kuwapiga hawa watu. Makuraishi wakawa wamevunja huu mkataba. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua jeshi akaenda nalo. Kwa hiyo jeshi kubwa sana likakaa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda nao kule kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kuonyesha nguvu kubwa ya Waislamu katika kipindi hicho. Haya, anasema wakana swaiman fa aftara fi tariq. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga. Kwa hiyo akawa amefungulia ile saumu yake akiwa njiani. Sawa. Walaqiya hurrasul jaishi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam sawa, walaqiya hurrasul jaishi Aba Sufyan fi tariqi wa qad jaa yatajassasu akhbarul muslimina. Sawa, na walinzi wa jeshi walikutana na Abu Sufyan. Sawa, walikutana na Abu Sufyani wakiwa njiani na waqad jaa yatajassasu akhbarul muslimina, alikuja kwa ajili ya kupeleleza habari za Waislamu. Kwa maana huyu Abu Sufyani alikuja kwa ajili ya kupeleleza. Kwa hiyo akakutana na wanajeshi njiani, akawa anapeleleza Waislamu wanaenda wapi na nini. Fa atharuhu, sawa, fa atharuhu, Waislamu walichofanya nini? Wakamkamata yule wa atwabihi ila Rasul sallallahu alayhi wasallama fa aslama. Wakamkamata yule mtu na wakampeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo akawa amefanya nini? Huyu Abu Sufyan akawa ameslim. Wa afa anhu Rasul sallallahu alayhi wasallama, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemsamehe. Kwa hiyo maana yake hao wanajeshi walipokuwa njiani wakawa wamefanya nini? Wakawa wamekutana na huyu kijana ama huyu sahaba Abu Sufyani. Kwa hiyo mara kwanza hakuwa ni Muislamu. Akakutana nao, lengo lake yatajassas. Neno tajassas ni kufanya spying, yani kumfuatilia mtu, anapeleleza, anafanya umbea. Kwa hiyo wakawa fa asaruhu, wakamkamata wa atwabihi ila Rasuli, wakampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam fa aslama. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa chini ya ulinzi, wakafanya nini? Akawa ameslimu yule. Waafa anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswame kutokana na umbea aliyokuwa nao. Kwa hiyo jamani, umbea pia haufai. Naona huyu Abu Sufyani alitumwa na wenzake kuja kuwapeleleza hawa wamfuata nini, wanaenda wapi. Wakakamatwa. Kwa hiyo na nyinyi watu wambea nyinyi, takuja siku mkamatwe nyinyi alafu mchapwe fimbo. Namba 5 anasema thumma arsala alayhi salatu wassalam Khalid ibn al-Walid. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Khalid ibn al-Walid nini? Liyadkhula Makkah min asfaliha, aingie Makkah kutoka upande wa chini. Sawa, upande wa chini ya Makkah. Wa amarahu alla yuqatila illa man qatalahu, na akamwambia huyu akamwambia nani? Akamwambia Khalid ibn al-Walid ya kwamba aingie katika mji wa Makkah na asiue yoyote isipokuwa yule ambaye atakayeweza kufanya nini? Kuanzisha naye vita. Yani mtu akikuzingua na wewe mzingue. Unajua bwana, Uislamu haukubali unyonge ndugu zangu. Sije naeleweka vizuri Naeleweka vizuri Yani Uislamu haukubali unyonge. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Khalid bin Walid, ingia Makkah kwa staili hii, na utakapokuwa umekutana na watu usianzishe ugomvi illa man qatalahu, isipokuwa yule ambaye atakayeanzisha ugomvi na wewe huyo pambana naye. Ndio maana tunasema kuna baadhi ya mambo mengine watu wa dunia wanasema, sisemi mimi, na nukuu, wanasema kuna baadhi ya mambo mengine kama unaweza kulimudu mwenyewe usimwachie Mungu, wenyewe wanasema yaani kama jambo unaweza kulimudu mwenyewe
mtu kakumwagia maji machafu, mtu kaja kachafua nyumba yako, una uwezo wa kumudu, mtu kaja kakufanyia ubaya, ule ubaya wewe una uwezo wa kucontrol, usiseme namwachia Mungu, wewe utakuwa unyonge. Kwani Mtume sallallahu hapa alishindwa kusema kwamba mtu akikuua au akikupiga fimbo wewe mwachie Mungu atamlia? Hapana, mtu kakutandika kibao muashe kofi. Inatakiwa iwe hivyo, kwa sababu unajua wanadamu hawa hawana adabu Wanadamu anaweza akakufanyia mambo ya maudhi kiasi kwamba ukaona hii dunia kweli duara Kwa hiyo usipigane sawa, usipigane, usimpige yule ambaye hana kosa, ila man qatalahu, isipokuwa yule ambaye atakayeanzisha ugomvi, huyu pambana naye, dili naye, usiwe mnyonge. Famanahu ba'dul qabailu min ad-dukhuli. Sasa kuna watu walijichanganya. Kwa hiyo baadhi ya makabila wakawa wamemzuia kuingia. Faqatalahum, akafanya nini? Alikuwa mnyonge? Hakuwa mnyonge. Khalid ibn Walid akalianzisha pale. Jamani, mimi napenda sana nitafsiri kitu kwa tafsiri ya kisasa. Kwa useme ustadi anazungumza maneno ya kiuni sana, hapana. Kwa hiyo famanahu ba'dul qabail min ad-dukhuli. Sasa kuna baadhi ya makabila ikawa wamejichanganya, akawa mfanya nini? Yalimzuia Khalid ibn Walid kuingia katika mji wa Makkah. Faqatalahum, akafanya nini? Akalianzisha. Kulianzisha kwa namna gani? Akapigana nao hatta hazamahum wa dakhala Makkah. Mpaka akawashinda, akawa control, akaingia katika mji wa Makkah. Lakini jamani, msiwe wagomvi. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya kivita. Sababu adui anapokuja akikuconfront na wewe mconfront. Lakini sasa isije kaa kwamba ustadi katufundisha story ya Khalid ibn Walid kwamba mtu akikuchamba wewe mvalie kijora, muendee pale na kundi. Ni muendee na kundi pale, kamwanzishie timbwili. Isiwe hivyo jamani. Hii ni mambo ya kivita, na ilikuwa ni kwa sababu ya kunusuru Uislamu. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara, kusamehe ni sehemu ya kufikia ucha Mungu Kwa hiyo samehe, usimwanzishie mtu timbwili bora usamehe yapite. Siseme kwamba ustadi katufundisha historia ya Khalid bin Walid alipowakuta wale watu na akawa wamemzuia kuingia katika mji wa Makkah. Isipokuwa tu hizi stories zinatufundisha sisi tusiwe wanyonge. Yaani usiwe mnyonge kiasi kwamba mtu anakuja mpaka anakuchezea kope, wewe unamwacha. Mimi namwachia Mungu. Unamwachia Mungu? Hapana, hilo simwachie Mungu, hilo pambana nalo hilo. Kwa sababu la dharara wala dhirara hakuna kufanya madhara wala hakuna kudhuriana. La tadhlimu wala tadhalamu. Allah anasema hivi, msifanye dhulma wala msikubali kudhulumiwa. Nieleka Yaani nyinyi msidhulumu alafu msikubali kudhulumiwa. Usiwe mnyonge, usikubali kufanywa mnyonge. Mtu akilianzisha kama unamweza hivi, hebu nenda naye namna fulani alafu unamrudisha kidogo katika Uislamu. Usiwe mjinga sana. Ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namba 6, ama Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu dakhala min a'la Makkah biduni harbin. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia katika mji wa Makkah kutokea upande wa juu. Yaani unajua Makkah ilivyo zamani ilikuwa ni sehemu yenye milima na hivi mabonde. Kwa hiyo kulikuwa na njia nyingi sana. Kwa hiyo kuna mwingine anaweza akapitia njia hii, akapitia njia hii. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameingia katika mji wa Makkah kutokea upande wa juu. Nini? Biduni harbin, bila ya mapigano yoyote. Li'annahu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam nini? Lam yamna'uhu ahadun min dukhuliha, hakuna ambaye amemzuia kuingia. Unajua haya mambo ya kuingia haya, mfano sisi sehemu ambayo tunafanyia kazi ni sehemu ya estate. Yaani ni sehemu ambayo unaingia nikisema estate nafikiri baadhi yenu mnaelewa. Yaani sehemu ambazo ni protected sana, zinalindwa sana. Kwa hiyo katika kuingia mule unatakiwa uingie, ikipungua dakika 2 unatakiwa usubiri, baada ya dakika 15 ndo unaingia. Sasa mimi moja katika tukio ambalo pia siwezi kulisahau, siku moja nimechelewa, imebaki sekunde 5 geti lifungwe, halafu wengine wasubirie mpaka baada ya dakika 15 ndo muingie. Na utakapoingia baada ya dakika 15 pia utakwenda kuulizwa kwa nini umechelewa.
Na mimi hii pia inanikumbusha baada yule mlinzi kunizuia kidogo, tukawa tumejibishana kidogo pale maneno, jibishana na nini mpaka walinzi wengine wakaja, kuna shida gani? Nikamwambia ananikataza kuingia la hali mimi nipo on time. Sieleweka. Kwa hiyo manake kwamba kama sehemu ni haki yako, mtu asikuzuie katika kuipata haki yako. Mtu atakayeanzisha ugomvi kama unamweza, hebu dili naye, yani usimwache aweze kukudharau kiasi. Sieleweka vizuri Asilimia kubwa ya South Africa wanachukia sana watu wageni. And especially akiona kwamba wewe kazi unaoifanya, yani just imagine kwamba mgeni amepata kazi nzuri kuliko mwenyeji. Yani mwenyeji analinda geti kwa ajili ya kuwafungulia wageni waende wakafanye kazi. Kwa hiyo katika kuonyesha ID pale, akitazama huyu anatokea Tanzania, unakuta sometimes mtu anataka akunyanyase kutokana na sehemu uliyopo. Kwa hiyo kama ni sehemu ya haki yako, haujavunja sheria, usikubali kuwa mnyonge. Kwamba amenizuia bwana kwa sababu ni nchi yake. Hapana, usiwe mnyonge. You need to be clever. As a Muslim, you should be clever. Just try to express yourself. Try to protect yourself. Hakikisha unapambana mpaka haki yako unaipata. Na hebu tuende tukamalizie hapa. Nafikiri tuishie hapa kwa sababu ya muda, na maswali pia yamekuwa ni mengi hapa. Nikitazama sababu ghazwat al-Fath, inshallah nafikiri tutakuja kufanya ikishafika katika utlatul mudhakara, kwa maana kipindi cha revision. Inshallah tutakuja kukava haya maswali yote biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na tutaona kitu gani ambacho tumekisoma na majibu ya maswali inshallah tutakuja kuyafanya yote kwa pamoja. Lakini pia naweza nikapiga tu screenshot na nikawatumia, kwa sababu darasa mmelielewa na mna uwezo wa kuweza kujibu maswali. Pale ambapo itakuwa inahitajika msaada, basi nitaweza kutoa msaada wangu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo naomba tuweze kuishia hapa insha Allah taala. Tumeweza kujifunza mengi mazuri. Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha sisi kuweza kuswamehe, especially pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amemsamehe Abu Sufyan. Hii inaonyesha kwamba mtu unatakiwa ukifanywa jambo baya unatakiwa usamehe, isipokuwa usiwe mnyonge sana, lakini pia unatakiwa uwe ni mtu mwenye huruma zaidi lakini huruma usipitilize mpaka ukavunjiwa haki yako za msingi. Kwa naomba inshallah tuishie hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mtakwenda kusikiliza vizuri zaidi katika YouTube bi'aunillah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu yeyote mwenye swali anahitaji kuweza kujua na kadhalika, naam, kama yupo inshallah, lakini kama hayupo naomba uweze kupata time mu practice hiki ambacho mmekisoma. Na katika kutafsiri hivi vitu, usitaki kutafsiri neno kwa neno kama mimi nilivyosoma, itakusumbua sana, kwa sababu muda mwingine maneno ya Kiarabu ni magumu sana, natakiwa utumie uelewa katika kuyatafsiri. Yaani unatakiwa utumie sentensi moja ije izae maana ya neno zima. Kwa hiyo usitaki jua maana, yani jua ile nukta unayozungumzia, what is all about. Sawa what is all about. Nyinyi ambao mmesoma shule mnajua kuna kitu kinaitwa literature. Literature ni moja katika masomo ambayo yanatumia lugha za kisanaa sana, na pia miongoni mwa lugha masomo pia magumu ni historia ya Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu yanatumika pia maneno yanayotumika si maneno ambayo yale tumeyazoea, ana, nahnu, anta, taakulu, kaifa haluka. No, wewe tukakuta huko. Utakuta maneno ambayo kidogo ni very delicate. Kwa hiyo jitahidini muweze kujua what the story all about, lakini pia ujue kwamba kitu gani ambacho, what are you talking about. Usitaki kujua kwamba fahazama, hiyo itakusumbua hiyo. Labda pale ambapo utakapokuwa umegrow up, umekuwa kwa namna fulani, ushakuwa kidogo, inshallah unaweza kujielezea mwenyewe. Yes, you can do this inshallah. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na washukuruna, niwakumbushe tu tuendelee kushare kwa watu wengine, kusubscribe account na kufanya mambo mengi mazuri ya msingi yenye kumridhi Allah subhanahu wa ta'ala. Na washukuru muda wote ulikuwa nami. Jina langu naitwa Ustadha Abu Mahiri Mmelekwa. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuhu wal afwa minkum. Danganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na si chochote haya maisha ya dunia isipokuwa ni starehe fupi yenye kudanganya.